Mheshimiwa Jaji Mkuu, kama ninalo la kukusifia nitakusifia ukiwa hai. Siku ukifa nitanyamaza, kwa sababu mambo yako na Mungu. Kwa hiyo as long ni mtu akiwa hai nitasema, kwa sababu tuna wajibu wa kutiana moyo jambo linavyokuwa vema kwa ajili ya mkutano huu. Lakini kama alivyosema jaji kiongozi, sisi katika mpango mkakati wetu wa miaka 5 ambao unamalizika mwaka huu, moja ya nguzo zetu ni ushirikishwaji na wadau wa mnyororo wa utoaji haki mahakamani. Na mimi mara baada ya kuwa nimeteuliwa na Rais kuwa jaji mkuu wa mahakama ya Tanzania, nimeendeleza utaratibu huu ambao nimeukuta kwa watangulizi wangu. Na jaji kiongozi amejitahidi sana kutaja machache ambayo nimeyafanya. Nimeshiriki mikutano hii ya wadau, na pamoja na waliotajwa, lakini pia nimefanya mikutano mara kadhaa na Tanganyika Law Societies na hata machifu na nimefanya mikutano na ninyi, nimeshiriki kwenye matukio yenu. Kwa hiyo huu ni mwendelezo wa haya, kwa sababu kuna mambo mengi tunaona tunataka yafanyike kwa ufanisi ipasavyo, na kwenye huu mnyororo wa utoaji haki sisi ndio viongozi, ndio driver. Mahakama ya Tanzania ndio driver wengine, kwa sababu mengine yote yakishafanyika huko mwishoni anaishia mahakamani. Kwa hiyo nikasema sasa, kadiri tunavyoendelea tuiite sasa mkutano huu ili uweze kujadiliana kuhusu ushirikiano na mahusiano katika utekelezaji wa majukumu ya utoaji haki mahakamani. Na kabla sijaendelea, ningependa mbali ya kuwashukuru kutenga muda wenu kuja kushiriki mkutano huu muhimu, zaidi sana nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa rehema na fadhili zake ambazo ameendelea kutupatia hata kuwezesha kuwa hai na kutekeleza majukumu yetu, kila moja kwa eneo lake la wajibikaji. Sisi ambao tulipita jeshini, accountability as per area of responsibility, kila moja kuendelea kutekeleza jukumu lake la wajibikaji kwa eneo lake kwa ufanisi ipasavyo. Na ndio maana leo hata tumepata fursa ya kuweza kufika hapa. Tuna sababu nyingine pengine za kutoweza kuhudhuria hapa. Pengine tungeweza tukawa tunaumwa, au tungeweza kuwa na sababu nyingine za msingi muhimu nazo za kiserikali, ambazo kwazo hata wale ambao hatuweza kuungana nao hapa ni kwa sababu kama hizo, kuwa na majukumu mengine equally important au muhimu ya kiserikali. Kwa hiyo sisi wa Tanzania na ambao wengi bado tunaamini uwepo wa Mwenyezi Mungu, tuna kila sababu za kumshukuru Mwenyezi Mungu kutuwezesha kufikia siku hii na hata kuja kushiriki mkutano huu. Kwa mara nyingine tena nawashukuru viongozi kwa kutenga muda wenu kuja kushiriki mkutano huu ambao ni wa msingi sana. Niseme tu kwamba ushirikiano na mahusiano katika utekelezaji wa majukumu yetu mahakamani umejengwa kwenye katiba na kwenye sheria mbalimbali zinazoanzishwa taasisi zetu hizi. Kwa hiyo ni ushirikiano wa kulazimika, wala it is not a matter of voluntariness. It's a mandatory relationship because it is anchored in the Constitution and the laws that establishes our various organizations. Na wote nia yetu sisi wote ustawi wa wananchi. Kwa hiyo tunapokuwa na ushirikiano na mahusiano aina hii, kuna umuhimu moja kuyaimarisha, lakini tutaimarisha pale ambapo pia tunaweza tukatambua changamoto zinazokabili ushirikiano huu na mahusiano haya na kuziwekea mikakati ya kuzitatua. Na niseme tu kwamba wajibu wetu wa kuwajibika kutekeleza yale ambayo ni kila moja wamejiwekea au yale ambayo tumewekewa kwa mujibu wa sheria ni wajibu wa kikatiba
Nitarejea ibara 25 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoanzisha uwajibikaji kwa kila mwananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na sisi pia tulioko serikalini. Na serikalini, naposema serikali, hata watu wanaofikiri kwamba sio ni taasisi ambayo ya kiutaalamu, ya kitaaluma, ambayo pia inawajumuisha watu ambao wako serikalini. Na ndio maana unaona wajumbe wake, wanachama wake ni pamoja na majaji, wanasheria wa serikali na wanasheria wote walioko kwenye utumishi wa umma, na hata masuala yao yanasimamiwa na waziri wa Katiba na Sheria. Na ndio maana hata mkubwa wao ni mwanasheria mkuu wa serikali. Kwa hiyo mambo haya yanatuhusu sisi wote. Sisi wote tumewekwa na wananchi, ni kwa ajili ya kuwatumikia, kwa ajili ya kufikia ustawi wao. Sasa tumepewa majukumu ya uwajibikaji tunapotekeleza majukumu yetu. Na sisi sasa tunazungumza kwenye mnyororo wa haki ambao unaishia mahakamani. Ibara 25, ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano imesema wajibu wa kushiriki kazini. Wajibu hizi kazi tunazozifanya sisi, kazi pekee ndio huzaa utajiri wa mali katika jamii, ndilo chimbuko la ustawi wa wananchi na kipimo cha utu. Na kila mtu ana wajibu kushiriki kwa kujituma na kwa uaminifu katika kazi halali na ya uzalishaji mali. Kazi halali alafu na ya uzalishaji mali, sio kazi halali ya uzalishaji mali, kazi halali na ya uzalishaji mali. Na B, kutimiza nidhamu ya kazi na kujitahidi kufikia malengo ya uzalishaji mali ya binafsi na yale malengo ya pamoja na yanayotakiwa au yaliyowekwa na sheria. Hapa hakuna taasisi ambayo ikuanzishwa kwa sheria. Hakuna taasisi ambayo ikuanzishwa kwa sheria. Hata wa PBA, Public Bar Association, msingi wake unatoka kwenye ile sheria ya utekelezaji wa majukumu ya mwanasheria mkuu wa serikali, ndio ikaanzishwa kwa hiyo government notice. Jeshi la polisi tunajua, jeshi la magereza tunajua, taasisi ya kuzuia na kupambana na madawa ya kuzuia na kupambana na rushwa iko kwa mujibu wa sheria, kama ilivyo pia mamlaka ya kuzuia na kupambana na madawa ya kulevya na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, mahakama yenyewe. Naposema sheria ni pamoja na katiba, ofisi ya taifa ya mkurugenzi wa mashtaka. Wote tuko hapa kwa namna hiyo, tunawajibika. Tukiwa na uhusiano wa aina hii, lazima tuimarishe ushirikiano, tuimarishe mahusiano katika utekelezaji wa majukumu yetu kuhusu utoaji haki mahakamani. Na zaidi ya hapo sasa, kwa vile tunafanya kazi pia kwa mujibu wa sheria ambazo zilianzisha hizi taasisi zetu, zile sheria na zenyewe zimetuwekea uwajibikaji, kwa sababu zimetuwekea mwongozo namna gani tunapaswa kufanya kazi, ni yapi tuyafanye, ni yapi tusiyafanye. Kwa hiyo mtaona kwamba ushirikiano huu ni muhimu sana, na katika mazingira kama haya kuna umuhimu wa kuwa tuna vikao kama hivi, kufanya vikao endelevu kama hivi, sisi wadau wenyewe kushirikiana katika kukutana na kujaribu kuangalia hivi ni kitu gani kinaathiri sasa ushirikiano wetu, kitu gani kinaharibu mahusiano yetu. Tunavitambua hivyo vitu, tunaviwekea mikakati ya kuvitatua ili tuweze kusonga mbele. Na mimi ninapendekeza kwenu kwamba at least kwa mwaka tuwe na vikao 4, kila robo kikao kimoja cha kukutana na kuyaweka mambo yetu pamoja. Tukikutana hivi, na sisi wa Afrika tuna utaratibu mzuri sana wa kuheshimiana na kuthaminiana. Ukiacha haya maelekezo ya kwenye katiba, hata kama hiyo katiba isingekuwepo, Waafrika nao wajua mimi, wa jamii zote na hasa wa Tanzania wana utaratibu wa kuheshimiana,
na kuthaminiana pengine kuliko jamii nyingine zozote duniani. Na ndio maana unaona bado tuna utaratibu mzuri sana wa extended families, familia jumuishi. Hatujafika huko wengine wanakotaka kwenda, tuache huko, lakini tunaona faida za kuwa na mahusiano haya, kuthaminiana na kuheshimiwa. Unapokaa na watu wengine kwenye familia yako ni baraka, unajifunza vitu vingi, responsibility inaongezeka ya kuwahudumia hao watu, na kwa sababu ile jukumu linaongezeka, akili yako inazidi kufanya kazi zaidi ya uzalishaji, kupata kipato cha kuwezesha hawa watu unaoishi nao waweze maisha yao ende vizuri, kama ni kuwalisha chakula au hata kuwasomesha. Kwa hiyo jamii wa Tanzania ndivyo ilivyo. Yako haya mambo kwenye katiba ibara ya 12, kuheshimiwa, kila mtu anastahili kuheshimiwa na kuthaminiwa utu wake. But this kwa Afrika sisi imbo. Ndio maana mnaona tuna uhusiano kama huo. Sasa mkutano huu unakuja, ndugu zangu, wakati ambapo tunayo dira mpya ya dira ya taifa ya maendeleo. Dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2050. Katika hii dira ya maendeleo ya taifa mwaka 2050, msingi wake mkuu ni utawala, amani, usalama na utulivu. Na maeneo ya kipaumbele ni moja ya kipaumbele cha kwanza kabisa, utawala bora na haki, good governance and justice. Na kipaumbele cha pili ni serikali za mitaa imara na zenye ufanisi. Kipaumbele cha tatu ni utumishi wa umma unaowajibika na utulivu. Na ukiangalia sisi wote ni wahusika wa haya. Wote. Wote tunaingia humo, wote tuliokutana hapa. Na tumewekewa kipaumbele cha tatu, utumishi wa umma unaowajibika. Maana yake ni kwamba sisi wote kama watumishi wa umma tunawajibika moja, kudumisha utawala bora, lakini pili, kwenye utekelezaji wa upatikanaji wa haki mahakamani, na tatu, amani, usalama na utulivu. Ndio lengo letu. Ikiwa serikali inatokana na inapata mamlaka yake kutoka kwa wananchi, na lengo lake kuu ni ustawi wa wananchi, na inawajibika kwa wananchi, sisi ambao ni watumishi wa umma tuna wajibu mkubwa sana wa kuwajibika katika kutekeleza majukumu yetu. Na katika dira hii imeweka pia mfumo wa utekelezaji. Nitawasomea ukurasa wa 63 ambao unahimiza ushirikiano katika sekta mbalimbali. Inasema hivi, ukurasa wa 63 inasema hivi: ili kuhakikisha dira 2050 inatekelezwa kwa ufanisi, serikali imeweka mfumo imara wa usimamizi unaozingatia malengo yake mahususi. Mfumo huu umekusudia kuhimiza uwajibikaji, ukihitaji uongozi mahiri na uruo makini katika ufuatiliaji. Aidha, mfumo unahimiza matumizi ya mbinu zinazotoa matokeo yanayopimika. Msingi wa mkakati huu ni mabadiliko makubwa ya kifikra, yakilenga vitendo badala ya maneno na matokeo badala ya ahadi. Uongozi, taasisi pamoja na watendaji na wadau wote wanapaswa kuwajibika ili kutimiza malengo ya dira kwa ufanisi. Taasisi imara na mifumo madhubuti inayolenga kuondoa uzembe, inayohimiza uwajibikaji na kuchochea ufanisi itakuwa nguzo kuu ya utekelezaji wa dira 2050. Dira imeweka mfumo madhubuti wa utawala unaohakikisha utekelezaji unafanyika kwa nidhamu. Sera zinasomana, taasisi zinakuwa imara, na sekta na wadau wote wanashirikiana. That is the essence also of this meeting. Kwa hiyo mkutano huu umekuja wakati wake, na nione, na kwa maana hii pia hii itakuwa ni kichocheo taasisi nyingine kuandaa mikutano kama hii na kuwashirikisha wadau muhimu kwenye hii sekta yetu ya sheria
inayohusu utoaji haki. Na ufanisi wa dira niko 64 2050 unategemea uratibu thabiti na usimamizi utakaohakikisha kwamba dira inatekelezwa kimkakati na inajibu changamoto zinazojitokeza. Ushirikiano kati ya serikali, sekta binafsi na asasi za kiraia ni muhimu katika kufikia maendeleo endelevu. Ili kuimarisha uwajibikaji, viashiria vya utendaji vitatumika kufuatilia maendeleo, kutambua changamoto na kuboresha utendaji. Mfumo wa motisha na adhabu utaimarisha utamaduni wa uwajibikaji, ukihamasisha ubora na kuondoa uzembe, na kuhakikisha kuwa utekelezaji unaleta matokeo yenye manufaa. Ndio maana tunaishana vikao kama hivi. Kwa hiyo narejea, ndugu zangu, kuwashukuru tena viongozi kwa kutenga muda wenu kuja kwenye mkutano huu, ambapo tutapata fursa pamoja na mengine kutambua maendeleo tuliyofikia au mafanikio wakati tunatekeleza ushirikiano wetu huu kwenye jukumu la utoaji haki mahakamani. Mafanikio, let us share the whatever success is if any. Ndeni kama kuna changamoto zinazoathiri ushirikiano wetu na mahusiano yetu katika utekelezaji wa utoaji majukumu yetu kuhusu utoaji haki mahakamani, let us also share, tushirikishiane hapa, na hatimaye sasa tuyawekee mikakati ya kwanza kipekee nianze kumshukuru Mheshimiwa Jaji Mkuu. Sisi kama TLS, mahakama haina deni kwetu mara zote. Hatuidai mahakama, yani katika wajibu wetu kama wadau wake, na mahakama imetusupport kwa kiasi kikubwa. Mimi wanapenda kama jambo ni zuri ninalisema, hata dunia nzima ikinitukana nafsi yangu inakuwa na amani, kwa sababu ukweli unajipigania wenyewe, hauhitaji kura. Mheshimiwa Jaji Mkuu, ulizungumza moja ya hoja yako kama ya 19 hivi. Alizungumza kwamba sisi ni watumishi wa watu katika sekta ya haki. Hata siku moja nilimwambia mtu kwamba for 10 years sikuwahi kusikia bold statement kuliko aliitoa Jaji Mkuu juzi. Mimi kumekuwa na hii, watu wanafikiri kwamba TLS is an activist or a political biased. Mimi siku zote nimekuwa nikisema section 4. Nia yangu ni kutoa hiyo dhana, na nimegonga kwa unyenyekevu nafasi zote, ofisi nyingi sana za serikali, nikiwa na kusudi moja, kwenda kujitambulisha ili watu watuelewe kusudi letu ni nini. Nikiri leo ndo nimekumbuka kichwani, TAKUKURU sikuwahi kuandika barua, sikuwahi kufika, lakini tumefika karibu ofisi zote na tumezungumza na wametuelewa TLS, na tumekuwa na mashirikiano mazuri katika kufanya kazi zetu na huduma zetu za kisheria. Tumefika Wizara ya Katiba. Nadhani kati ya mtu aliyetupa msaada mkubwa kwa mwaka huu ni Wizara ya Sheria na Katiba. Financially, yani sio kwamba nazungumza msaada labda wa hadisi. A very lucrative amount of investment kwenye digital platform yetu, kwenye usafiri na kwenye mashirikiano ya legal aid. Tumeshirikiana kwa ukubwa sana na wizara. Yote hii inakuonyesha kwamba mawakili, na nimelizungumza hili wazi mara kwamba we are not a terroristic group. We are not here to terrorize anybody. Sisi kazi yetu, wakati prosecutor anatamani mtu afungwe, sisi tunajaribu, we are just a pleader, kubembeleza hakimu na jaji, usifunge mtu huyu, yawezekana sio mhalifu. That is only our humble duty, and that is why we are going to court. Na pale mahakamani kunakuwa na askari ambao wapo siku zote, wanajua kabisa utaratibu. Hata utaona wanamuelekeza mtu mgeni ambaye hajafika, unataka kwenda nini? Nenda chemba namba fulani, gorofa namba fulani.
huku usiende, wewe zima simu, usiingie na simu eneo hili, usiite mtoto huyu mtoto haruhusiwi mahakamani. Unamkuta yule askari yuko very professional but is not doing, anafanya service pale. Tunachojaribu sisi kuwaambia wenzetu wa polisi, na kidogo saizi nimeona pale Kisutu na Mahakama Kuu saizi magereza, ni ile kuonyesha hali ya militarization ya court proceedings kule ndani. Unaona mtu anamwangalia jaji hivi, kajificha, katoboa ni macho tu kwenye sweta, amekaa, huyu anapita, huyu anarudi, yani kana kwamba there is something. Lakini kumbe kuna namna ambavyo tunaweza tukahendo. Siku zote mimi nimependa kuambia watu mahakamani, ni mahakama ni tukufu. Sisemi ule utukufu wa Mungu, ni ule utukufu katika ile hali ya utekelezaji wa majukumu yake. Kwa hiyo wadau wote sisi tunatakiwa kuulinda, kwa sababu pale ndio sehemu ambayo aliye mkubwa na aliye mdogo anatakiwa kujisikia yuko secured. Lakini mazingira yanayojitokeza, kwa mfano wakili akikosea, mchukue, mshtaki kwa mujibu wa utaratibu, mripoti kwa mujibu wa utaratibu. Sio vinafanyika vitendo ambavyo mtu ukiangalia mtu anasema this guy is civilized. Nchi kweli hapa ni court premises au ni wapi? Kwa hiyo kazi ya TLS sisi tunachojitahidi ni kuleta dhana nzuri ya uwajibikaji wa pamoja. Na lingine ambalo sisi sasa, kwa sababu mwenzangu amezungumza mengi, nilijaribu kutoa tu mifano michache ambayo mingine mheshimiwa jaji ionyeshe kwamba sio kweli kwamba tu mara zote watu wanakuwa provoke. Yaani kutakuta mwingine labda mtu anakuchukia tu jinsi ulivyo, kwa sababu sisi tuna corporate lawyer. They are good speaking. They have an art of speaking, and they speak like a judge, like someone with tuko sisi huku ambao sio public litigant, tuko criminal lawyer. Hata sauti yangu tu inakukera, yani hata kama sijakuaddress, just listening to me you feel bored, but I'm not a bad person against you, so nisiadhibiwe kwa yale majukumu kwa mtu anavyonipasive, anione tu kwamba ni namna ya kutenda katika kazi. Sasa changamoto kubwa inayokuja, nini kifanyike? Moja ya jambo ambalo tulikuwa tukiomba na liangaliwe, ni vema mahakama ione utaratibu wa kuwa na askari wa kutosha, aweza kwa kusikiana na polisi, lakini mahakama ambayo imewatrain kuweza kuangalia una handle hivi, jambo hili likitokea linakuwa handled hivi, jambo hili likitokea linakuwa handled namna hii, ili mtu aweze kutofautisha namna ya kufanya arraignment na namna ya kushughulika na professional misconduct inayotokea mahakamani. Kwa sababu sasa ukifanya arraignment kwenye professional misconduct, kwa kweli itakuwa tunachanganya vitu, sehemu moja vitu visivyokuwa sawa. Lingine ambalo mimi niliona ni suala zima la namna tunavyoshirikiana. Nimetoa mfano, sisi tumefaidika sana na uwepo na mahusiano yetu kati ya sisi na mahakama, sisi na Wizara ya Sheria na Katiba, sisi na ofisi ya Solicitor General, sisi na ofisi ya Mwanasheria Mkuu. Sisi tulikuwa na tatizo ambalo mara ya kwanza halikupata hata audience, lakini jaji mkuu amelichukua na kulifanyia kazi kwa haraka sana. Swala ambalo lilikuwa linakatisha sana tamaa mawakili kuapia court of appeal. Wengi wanasema no, I'm not going there, I'll be harassed. Kwa nini? Kwa sababu anafikiri nitasomaje, hata nikienda na position hii watanipiga. Kwa sababu ukweli court of appeal watu wengi wanaogopa, kwa sababu wanafikiri wazee pale wataniuliza maswali, all these three decision conflicting, then I will not enjoying myself, then I'll feel like be catched with surprises. Kwa hiyo jaji mkuu akatusikiliza and he make decision mapema sana. Kuna mambo tulifika hapa kwake tukazungumza kuhusu mambo ya watu kukaa maabusu muda mrefu, na hili swala la kufuta kesi imekaa muda mrefu, imekaa miaka mitatu. Baada ya miaka mitatu mtu anafuta, anamkamata mtu, hapo inaanza upya. Lakini wote mtaona hata katika maelezo aliyotoa jaji mkuu ameonyesha kwamba actions zimechukuliwa. Those are the positive, kwa sababu we engage. Na tumeengage mpaka na rais vile vile. Tumefika tukamsalimia rais, tukazungumza, akatupokea, akatuelewa. Kote huku ni kuonyesha kwamba sisi we are not here as an affront to the state. Tuko hapo kwa ajili ya utawala wa sheria. Tuko huku
kwa sababu ni lazima waweko huku, kwa sababu tutahitaji mawakili, wakati upande mwingine tutahitaji waendesha mashtaka. Kwa hiyo tunapokuwa huku ni kwa sababu ya ule utaratibu tu wa kisheria, lakini sio kwamba ni kwa sababu ni waasi. Ni kwa sababu kwamba lazima mgawanyiko wa madaraka uwe hivi. Kwa hiyo siku zote nasema hatuhitaji kinga. Mimi ni mpinzani sana wa immunity. Hatusemi eti wakili awe na kinga. Sheria zipo, wala hatuhitaji sheria mpya. Sheria inahusu contempt of court siipo. Kwa hiyo kama mtu amefanya contemptuous act, kuna taratibu zinazoongoza pale ndani. Wakili wajibu wake nini? Kuna taratibu zinazoonyesha. Kuna professional misconduct, taratibu tayari zimo mle ndani. Ndicho tunachosema kwamba zifanyiwe kazi ili kuondoa hali ya mawakili kuonekana kuwa kama appendix kwenye mfumo wa utoaji haki. Sometimes we feel like an appendix, kwamba sometimes somebody can remove it and you can continue to survive. Let us feel part of the family. Najua jaji mkuu alinisahihisha hilo, akasema mko part ya family, lakini it's just an expression kwamba sometimes you are making lawyers, advocate feel like they are just an appendix katika mfumo wa utoaji haki. Na jambo lingine ambalo sisi tuliliona kama TLS tuone namna ya kufanya ni wananchi wanaofika mbele ya mahakama. Wale ni wadau muhimu sana katika kuonekana haki imetendeka. Mimi naamini mara nyingi mtu anaenda mahakamani ni mtu mwema, na mtu anayekwepa mahakama ni mtu muovu. That is my assumption. Kwa hiyo mara nyingi napenda kuona kwamba mtu yoyote anapokuja mahakamani ni either anataka kusikia nini kinaendelea na kuona, au anataka kulalamika kile alichotendewa. Kwa hiyo ni mteja. Kwa hiyo wote tunapokuwa pale mahakamani, mimi kama wakili ninatakiwa kuelewa yule ni mteja wa mahakama. Mimi kama polisi natakiwa kuelewa yule ni mteja wa mahakama. Mimi kama prosecutor natakiwa kumuelewa yule ni mteja wa mahakama, na tusimuone kama nuisance. Kwa hiyo anapokuja kwa wingi ni kwa sababu bidhaa ile inauza. Watu wanavutika kuiona ile bidhaa. Kwa hiyo nifanyeje kumsaidia? Siku moja nilisema pale Mbeya kuna kesi tulikuwa na watu wanahudhuria mpaka watu zaidi ya 1000 lakini mahakama haikuona kama nuisance. Ikasema kuna ukumbi ule na ule una video weka, ili accommodate wale watu. Hakuna aliyevunja mti, hakuna aliyeharibu kitasa. Nipeleke kwenye chemba ya jaji, he will give me a soup inayonistahili kwa mujibu wa taratibu, na wewe utapata haki yako kwa mujibu wa taratibu, na nikitoka nje basi yamekwisha. Kwa hiyo mheshimiwa jaji, mimi nilikuwa naona kwamba sisi kama TLS tunashukuru kwa kikao hiki, na tungeomba wadau wote waelewe kwamba maslahi ya TLS ni haki na utawala bora. We are not partisan, we are not here to terrorize anybody, and we are not here to carry a political agenda. Haki za binadamu na utawala bora, utawala wa sheria, kama ambavyo dira ya maendeleo 2050 inatutaka kama nchi tuwe. Kwa hiyo nilikuwa naomba kama kusiwe na ile passiveness au negativity ya action, ni kwamba kila mtoto ana namna yake ya kulia. Na vile vile kuna hili jambo la kutofautisha wakili na mwanasiasa. Sheria yetu haikatazi wakili kuwa mwanasiasa, ila kiongozi ndio anakatazwa kuwa mwanasiasa. Sasa kuna wakati wakili anapoapia kule, ili mradi anafanya kazi za uwakili, tumwajibishe kwa zile kanuni za kiuwakili, tushirikiane, tufuate zile hatua mle ndani, lakini tusicreate kwamba labda kwa mazingira haya probably huyu yuko huku then basi huyu ni wa virungu. Tuone tu namna bora kwamba wakili, ili mradi ni wakili, atendewe kwa staa, aadhibiwe kwa sheria tulizojiwekea, tumwajibishe kwa sheria. Na mfano upo, mimi pale Mbeya tulikuwa tunaendelea na mashauri, nani nilimuona hapo, Mlambo alikuwepo. Tunacheka, kumbe Mlambo yuko ananiandalia chaji ya kunipeleka advocate committee. He never beaten me. Sikupigwa Mbeya pale. Lakini baada ya kumaliza, hata mahakama ili nipongeze, ikasema nimefanya kazi nzuri ndani na nje. Lakini Mlambo alikuwa ameshaandaa chaji ya kunipeleka advocate committee. Yupo pale rafiki yangu Mlambo. Sasa tulivotoka pale peacefully,
yani peacefully, mpaka leo tunacheka na Mrombo na tunakula pamoja peacefully. Nikakutana na Kachaji, natakiwa kufika advocate committee kwa kile nilicho kifanya, lakini throughout it was profession. We hug each other, we talk, we argue law, tunakuwa ndio mazingira tunayo yataka. Yani ni punish, lakini nijue kwamba kweli umenipunish kwa sababu nilikuoffend na nimepata fursa kuliko ukinishambulia physically. Asante Mheshimiwa Jaji.